Kupitia shauri la kikatiba namba 7300 la mwaka 2026, Tundu Lissu amefanikiwa kutupenyezea ujumbe kuwa kwa nyakati mbili tofauti amekuwa akitolewa kimya kimya gerezani na kupelekwa mjini ambako hakukutaja. Katika mara zote hizo mbili, Lissu amemtaja afisa magereza aitwaye Mangara kushiriki kumsindikiza. Kuwa mara ya kwanza Lissu alipelekwa mjini kuonana na ujumbe wa Jumuiya ya Madola, na pia mara ya pili Lissu alifikishwa mjini kuonana na Martin Chungong, katibu mkuu wa mabunge duniani. Maelezo haya yanaonyesha kuna mengi yanafanyika nyuma ya pazia kumzunguka Lissu. Swali ni kuwa, what is so special to with Lissu? Persons accused of treason standing on trial. Kama Lissu hakuwa na mawakili wake katika mikutano hii miwili, tunawezaje kuhisi mijadala aliyokuwa akiifanya huko mjini haikuwa inahusu kesi yake ya uhaini? Let's hope for the best kuwa safari hizo za mjini zilikuwa ni katika kutaka kumaliza mikwamo ya kisheria na kisiasa ambao Lissu na Chadema wanakipitia. Hayo ni maelezo ya baadhi ya vigogo ambao wametokea kuandika kwenye mitandao ya kijamii maarufu kama Twitter, ambapo wameandika ujumbe mzito kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa ya Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo inaonekana kuna siku kama mbili au ni zaidi ya mara mbili Lissu ametolewa gerezani kimya kimya pasipo upande wake wa pili wa chama chake kujua. Hapa tutaiangalia hiyo taarifa yenye siri na masuala yanayovuta hisia kuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu katika shauri lake la katiba namba 7300 mwaka 2026. Katika mara zote hizo Lissu amemtaja afisa magereza aitwaye Mangara kushiriki kumsindikiza, na kwa mara ya kwanza Lissu alipelekwa mjini kuonana na ujumbe wa Jumuiya ya Madola. Taarifa hii inatupa picha ya kushangaza kuhusu safari za siri za Lissu kutoka ugerezani Konga kwenda mjini. Amemtaja afisa Mangara mara mbili kama msindikizaji. Mara ya kwanza alikutana na ujumbe wa Jumuiya ya Madola Commonwealth, na mara ya pili Martin Chungong ambaye ni katibu mkuu wa Inter-Parliamentary Union IPU, shirika la mabunge duniani. Hii inaonyesha kuwa kuna mawasiliano ya kimataifa yanayohusu kesi yake hata kama yeye yuko rumande kwa tuhuma za uhaini. Kwa mtu anayeshtakiwa kwa uhaini, yani treason, kosa ambalo linaweza kuleta adhabu ya kifo, kupelekwa mjini kimya kimya bila mawakili wake kunaweza kuwa na masuala ya haki ya kisheria, yani right to legal representation. Katiba ya Tanzania na sheria za kimataifa zinahakikisha haki ya kupata ushauri wa kisheria katika wakati wote, hasa katika mazungumzo yanayohusu kesi yake. Kukutana na viongozi wa kimataifa kama wa Commonwealth na IPU kunaonyesha kuwa kesi ya Lissu imevutia macho ya dunia. Hii inaweza kuwa njia ya kutafuta suluhu ya kisiasa au shinikizo la kimataifa ili kumaliza mikwamo ya kisheria na kisiasa. Kuna mengi yanayotokea nyuma ya pazia. Safari za mjini zinaonyesha kuwa serikali inaweza kuwa inajaribu kutafuta njia za kidiplomasia au za kisiasa ili kumaliza kesi hii bila kufikia hukumu kali. Hii ni ishara chanya kwamba mazungumzo yanafanyika, lakini inazua wasiwasi kuhusu uwazi na haki ya kisheria. Ikiwa Lissu alikutana na viongozi hao bila mawakili wake, hii inaweza kuwa ni changamoto ya kisheria. Mazungumzo yanayohusu kesi yake yanapaswa kufanyika na uwepo wa mawakili ili kuhakikisha usalama wake na haki. Na pia kama mtu anayeshtakiwa kwa uhaini, yeye si mfungwa wa kawaida. Hadhi yake kama kiongozi wa upinzani na mvutano wa kimataifa inamfanya kuwa special case. Hii inaweza kuwa fursa ya kutafuta amani ya kisiasa. Kama yalivyosemwa, let's hope for the best. Safari hizo zinaweza kuwa njia ya kumaliza migogoro ya kisheria na kisiasa ambayo inaathiri nchini. Lakini uwazi ni muhimu. Umma unastahili kujua nini kinaendelea ili kuepuka tuhuma za mikakati asili. Kesi hii inazidi kuwa na sura nyingi na inaweza kuwa na matokeo makubwa kwa siasa ya Tanzania. Haya ni mambo mazito sana kutokea kwa sasa hivi. Huu ni uchambuzi wa kina wa safari za mjini za Tundu Lissu. Tunatarajia maendeleo zaidi katika shauri la kikatiba. Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na hali hii ya kisiasa ambapo inaonekana kama Lissu huwa anatolewa kimya kimya gerezani na kukutanishwa na baadhi ya watu pamoja na mataifa mbalimbali? Lengo haswa ni nini kumtoa kimya kimya? Na lengo haswa ni nini kutoinvolve upande wake ambao unamtetea Lissu kama vile mawakili pamoja na chama chake cha